Shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa akiba kubwa zaidi ya mafuta kuwahi kutokea ili kujaribu kutuliza uchumi wa dunia, huku vita kati ya Marekani, Israel na Iran vikiendelea. Karibu nchi 32 wanachama wa shirika la kimataifa la nishati IEA zimekubali kutoa akiba zao za mafuta, hiki kikiwa ni kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutolewa katika juhudi za kutuliza hali ya uchumi duniani, huku vita kati ya Marekani, Israel na Iran vikiendelea. Katika makubaliano hayo, mapipa milioni 400 yalitolewa, hii ikiwa ni sawa na kiwango ambacho dunia hutumia katika siku 4 na ambacho kwa kawaida kingesafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz katika muda wa siku 20. Kwa jumla, wanachama wa shirika hilo wana akiba ya mafuta ya dharura ya zaidi ya mapipa bilioni 1. Hatua hiyo inaonyesha kiwango cha wasiwasi miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa duniani, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa biashara wa Amerika ya Kaskazini Michelle Fleury. Kuna takriban nchi 30 hivi zinazohusika hapa. Yote kati yao kama wangejaribu kuzuia hili, pengine wangeweza kuharibu makubaliano hayo. Kwa hivyo hili linazungumzia umoja kati ya watu hawa na wasiwasi wao kuhusu hali hii. Lakini nilizungumza na mchambuzi ambaye aliniambia lazima mtiririko uanzishwe tena. Kwa hivyo huu ni msaada wa muda, lakini kwa sababu mlango wa bahari wa Hormuz ni muhimu kwa kupitisha mafuta, ni muhimu yapitie hapo tu. Kuna mazungumzo kuhusu jeshi la wanamaji kusindikiza meli za mafuta kupitia huko, lakini hata kujaribu kuweka hilo sawa kutachukua muda. Na kwa hivyo labda hii ni kuhusu kuziba pengo hilo na akiba hizi za mafuta hadi kutakapokuwa na njia fulani ya kujua jinsi ya kuanza tena mtiririko, kwa sababu hatimaye hiyo ndiyo itakayopunguza shinikizo, na hapo ndipo utaona bei ya mafuta ikishuka. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya kusafirisha mafuta katika Mashariki ya Kati. Utawala wa Iran ulikuwa umeapa kuzuia mafuta kupita kama hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Israel na Marekani. Mapema leo meli 3 za kibiashara ziliharibiwa na makombora. Taarifa ya Alison Freeman inawasilishwa na Agnes Penda. Moshi unafuka kutoka kwenye meli iliyo na bendera Thailand katika mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imekiri kutekeleza shambulizi hili baada ya kutishia kushambulia meli yoyote itakayopita katika eneo hili. Njia kuu ya meli imegeuka kwa kitovu muhimu katika vita hivi. Jeshi la Marekani mapema ilitoa picha hizi kuonyesha kuharibiwa kwa meli 16 za Iran. Mashambulizi haya yanatokea saa chache baada ya Rais Trump kutoa onyo katika mtandao wa kijamii, ambapo anasema iwapo mabomu ya ardhini yatakuwa yametegwa na hajaondolewa, athari zake kwa Iran zitakuwa za kiwango kikubwa zaidi ya awali. Kama kwa upande mwingine anasema wataondoa mabomu hayo, itakuwa hatua kubwa na ya sawa. Takriban 5 za mafuta ya dunia yote hupitia mlango huu, na tangu mwanzoni mwa vita hivi msongamano wa meli umepungua pakubwa. Wakati kama huu mwaka jana, kama inavyoonekana hapa upande wa kushoto, eneo hili lilikuwa na shughuli nyingi. Lakini sasa kama unavyoona upande wa kulia, ni meli chache mno zinazojiweka katika hatari ya kusafiri katika maji haya. Hii ni sehemu ya Beirut ambapo watu walidhani wako salama. Lakini shambulizi la angani la Israel lilipiga jengo hili la makazi katikati mwa jiji jana usiku. Tangu mwanzoni mwa vita, Israel imekuwa ikilenga miundombinu katika jiji kuu la Lebanon, ambayo wanasema inamilikiwa na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi linasema kuwa takriban watu 700,000 wameachwa bila makao nchini Lebanon ndani ya muda wa wiki moja tu. Kama ilivyo kwa Rim na familia yake, alikuwa akiuza karatasi za msalani katika kibanda kwenye barabara moja jijini. Sasa anasema amevunjika moyo baada ya kulazimika kuhama nyumbani kwake na kuishi barabarani na wanawe. Nchini Iran, uwanja wa ndege katika eneo la kusini mashariki umeteketea baada ya Marekani kutishia kushambulia nchi hiyo katika siku ya mashambulizi makali zaidi kuwahi kushuhudiwa. Na kote Iran, wahudumu wa dharura wanashughulika baada ya mashambulizi zaidi katika mji huu mkuu. Shirika la Red Crescent la Iran linasema takriban watu 1230 wameuawa nchini kote tangu kuanza kwa vita hivi.
na Iran inazidi kujibu. Ving'ora kote Tel Aviv jana usiku vikiashiria kuingia kwa makombora Iran. Katika afisi ya Umoja wa Mataifa, balozi wa nchi ameonya kuhusu matokeo ya hatua zilizochukuliwa na Marekani na Israel. Their intention is clear. Lengo lao liko wazi: kuhangaisha raia, kuwaua watu wasio na hatia na kusababisha madhara makubwa na mateso. Kuhusika kwa Uingereza katika mzozo huu kumeongezeka huku meli ya kivita HMS Dragon ikiondoka kuelekea Cyprus kutoka kwenye kituo cha jeshi la majini. Na kituo cha kijeshi kilitumika na walipuaji wa Marekani, ingawaje Uingereza inasisitiza kwamba haijahusika moja kwa moja na vita hivyo. Katika miji kama Beirut, hata hivyo, iliyoshambuliwa na Marekani na Israel, huu ndio uhalisia wa kuendelea kwa mashambulizi. Tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran Februari tarehe 28 na kumuua kiongozi mkuu wa taifa hilo, Rais Donald Trump amesema makombora na ndege zisizo na rubani za Marekani zimepiga zaidi ya maeneo 5,000 na kupunguza vibaya uwezo wa Iran wa kupigana. Lakini wamelenga wapi hasa na uwezo wa Iran wa kujibu ni upi? Huyu hapa Paul Adams na maelezo zaidi. Kile ambacho Marekani wanakiita Operation Epic Fury kimekuwa cha mfululizo na bila huruma. Washington inasema inakaribia kufikia malengo yake. Kwanza, kuharibu akiba zao za makombora, mitambo yao ya kurushia makombora na viwanda vyao vya ulinzi, yaani makombora na uwezo wa kuyatengeneza. Pili, kuliharibu jeshi lao la majini, na tatu, kuinyima Iran silaha za nyuklia milele. Mwanzoni, Israel na Marekani ziliharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, au kile kilichokuwa kimesalia baada ya vita vifupi vya mwaka jana. Sasa wameshafanya zaidi ya mashambulizi 5,000. Wameshambulia maeneo mengi nchini Iran, hasa upande wa magharibi, kusini na kati, na wamekuwa wakijikita katika makundi makuu kadhaa. Akiba kubwa ya Iran ya makombora ya ballistic na mitambo ya urushaji imekuwa lengo kuu. Unaweza kuona jinsi mabohari katika kituo hiki cha makombora huko Borajan yalivyoharibiwa. Pia wamekuwa wakizisaka ndege zisizo na rubani, yani drones, na viwanda vinavyozitengeneza. Hiki ni kituo cha drones huko Avaz. Marekani inadai kuharibu sehemu kubwa ya jeshi la maji la Iran na miundombinu yake. Hapa unaweza kuona uharibifu katika bandari ya Bushehr, na bila shaka kuna suala la uongozi wa Iran. Siku ya kwanza tu walimuua kiongozi wa Iran na maafisa wake wengi wa ngazi za juu hapa Tehran. Mengi ya mashambulizi haya yamepangwa kwa ustadi mkubwa, lakini baadhi, hasa shambulio la Israel kwenye vituo 30 vya kuhifadhia mafuta nchini Iran, hayakupangwa vizuri. Washington inasema imesikitishwa na picha ya moshi mweusi mzito uliotanda juu ya mji wa Teheran, lakini Iran bado ina kadi za kucheza. Marekani huenda imezamisha karibu meli zake 50, ikiwa ni pamoja na moja iliyoshambuliwa pwani ya Sri Lanka. Lakini vita vya kushambulia meli katika mlango wa bahari wa Hormuz vinamaanisha kuwa ni meli chache sana zinazothubutu kupita katika moja ya njia muhimu zaidi za maji duniani. Mbali na mabomu ya kutengwa baharini, Irani ina boti nyingi ndogo na za kasi ambazo huko nyuma zimesababisha taharuki kubwa. Bado zinaweza kuleta changamoto. Tutaangalia namna mbalimbali ili kuweka mazingira ya kijeshi. Na kisha, kama tunavyofanya kwa kila misheni, tutamfikishia waziri na rais chaguzi zote mbili. Ni rasilimali gani zinahitajika? Ni mfumo gani wa uongozi unaohitajika? Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Iran yamepungua. Huenda silaha hizo zinaisha au huenda wanajizuia. Pamoja na uharibifu wote uliofanyika, hakuna anayetangaza ushindi bado. Serikali ya Tanzania imesema kuwa kwa sasa hakuna dalili za kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege wala gharama za usafiri wa anga licha mgogoro unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Petroli Tanzania, Musa Mohamed Makame. Hatujapata athari na hatutegemei athari kubwa
kwa sababu sio kisiwa na tunaleta mafuta. Kwa hiyo kinachotokea duniani na sisi kinatukuta, lakini hatutegemei. Kwa nini hatutegemei? Naomba niongezee jambo moja tu kwenye lile. Utaratibu wetu wa uingizaji wa mafuta, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi fulani, tunaagiza miezi miwili nyuma. Kwa mfano mafuta tunayotumia sasa hivi mwezi wa 3 tuliagiza Januari. Kwa mafuta tutakayotumia mwezi wa 4 tuliagiza tayari Februari.